Kipi kinawaangusha Azam? Kocha ni mzuri, ni mmoja wa makocha ambao wameprove hilo ndani ya Afrika. Shida inakuja kwa Azam na uongozi ama wachezaji? Shida kubwa ya Azam ni wachezaji, mentality yao. The way Azam wanapocheza na Simba na Yanga ni tofauti wanavyokuwa wanaendea michezo mingine. Wana kila kitu ambacho kinahitajika kwenye football, lakini wachezaji wanashindwa kujituma, wanashindwa kutambua umuhimu wa nembo ya Azam kuipambania timu. Kwa hiyo of course wachezaji wanabidi wabadilike kwamba wanacheza timu kubwa ambayo na mafanikio makubwa. Karibu tena mtazamaji wa FJTV na hii ni Sport Recap. Mimi ni Neema Kayugwa, kama kawaida nitakuongozea kipindi hichi mwanzo hadi mwisho. Nitakuwa na Joseph Chacha kwenye upande wa uchambuzi ambaye atakuchambulia mambo mbalimbali ya kimichezo. Kubwa zaidi bwana, ubingwa wa 29 kwa FC Barcelona mara baada ya kumtandika mpinzani wake mkubwa kwa siku ya jana klabu ya Real Madrid mbele yake pale nyumbani akafanikiwa kuchukua ubingwa. Lakini kwa hapa ndani tutaenda kuangazia mbio za ubingwa, lakini kwa upande wa Fountain Gate amefanikiwa kupanda hadi nafasi ya 10. Nini kimefanyika na maendeleo yapi yanaonekana? Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza yote ya kimichezo. Kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza yote ya kimichezo na tumerejea mtazamaji wa FJTV. Niko na Joseph Chacha, atatujuza kwake upande gani kwa siku ya jana, mchezo upi ulimfurahisha kati ya mchezo aliocheza Barcelona au Madrid. Pande zote mbili zinaonekana kuwa bora, lakini kwa kwanza tunaanza kwa habari za hapa ndani. Kubwa zaidi ni ushindi ambao Chama anaendelea kuonesha ndani ya klabu ya Simba, muendelezo wake mzuri tangu akitoka Muungano Cup kule Zanzibar, amerejea ligi kuu, ameonekana kuwa bora. Jana Simba ushindi wa mabao 4. Tuseme kwamba Prison walikuwa ni dhaifu sana ama nini kilitokea ndani ya kikosi chao? Prison walikuwa ni dhaifu, lakini pia Simba walikuwa bora, kwa sababu ili mpinzani aonekane ni dhaifu inabidi anacheza naye awe bora ili aweze kuonyesha madhaifu yake. Kwa hiyo Prison tunajua daraja lake ni tofauti na Simba Sports Club. Kwa hiyo jana waliingia kucheza na timu kubwa, Simba wakatumia makosa, wakatumia experience walionayo na wachezaji wakubwa wakawaadhibu. Kwa hiyo jana Prison walikuwa too bad, lakini Simba walikuwa vizuri na ndio maana walitumia nafasi ambazo walizipata wakasikoa goli 4 easily. Kwa hiyo sio kwamba Simba Prison alikuwa dhaifu, tuseme tu Simba alikuwa bora jana na ndio maana alionyesha mchezo mzuri na mpaka full time goli 4-0 hivyo. Kwenye upande sasa wa mbio za ubingwa, bado unamuona Simba akienda kukompiti mbele ya Yanga ambaye bado anaonekana kuwa bora akisalia nafasi ya kwanza? Bado, kwa sababu tofauti ni alama 5. Alama 5 ni wastani wa mechi 2. Kwa hiyo bado mechi 9. Kwa hiyo mechi 9 huwezi kugaranti kwamba Young Africans atashinda zote. Una mechi ambazo atatoa sare, atafungwa. Kwa hiyo kimahesabu bado ana nafasi mpaka zitakapobaki mechi 3, 2 au 4. Itategemea sasa wastani wao kukusanya alama katika mechi ambazo zimebaki. Kama wataenda hivi mpaka mwisho, basi Young Africans watakuwa mabingwa, lakini kama mmoja atadondosha alama ama, kwa hiyo itategemea na the way watakavyokusanya alama kwenye hizo mechi ambazo zimebaki. Lakini kihalisia Simba Sports Club bado ana nafasi ya kuwa bingwa msimu. Kwa upande wa Azam FC najaribu kumfikiria sana baada ya mchezo wake wa kupoteza mbele ya TRA bao 4-1. Ni kama amempa haweni Simba, kwa sababu tunafahamu nafasi ya pili Azam na Simba wamekuwa wakipishana sana. Mmoja baada ya mchezo unaofuata anakuta anapanda, mwingine anashuka, anapanda anashuka. Kipi kinawaangusha Azam? Kocha ni mzuri, hatuwezi kumshusha kiasi hicho kocha Ibenge kwamba hana kiwango, lakini ni moja ya makocha ambao wameprove hilo ndani ya Afrika. Shida inakuja kwa Azam na uongozi ama wachezaji, kwa sababu tukimtoa kocha ambaye ameonekana kuwa bora, Azam inasalia kwenye shida. Iko wapi? Shida kubwa ya Azam ni wachezaji, mentality yao inakuwa yani wanapoingia kwenye hizi game ndogo waga wana mentality yao inakuwa iko chini sana. Yani the way Azam wanapocheza na Simba na Yanga ni tofauti wanapokuwa wanaendea michezo mingine hii. Kwa hiyo ukiangalia ile game ambayo waliruhusu goli 4-1, unaangalia walianza kufunga wao dakika kama ya 10 na kitu hivi wakafunga goli, lakini wakashindwa ku maintain
na kushinda game iliyochezwa Ijumaa. Kwa hiyo Azam shida ni wachezaji, wana kocha mzuri, wana kila kitu ambacho kinahitajika kwenye football, lakini wachezaji wanashindwa kujituma, wanashindwa kutambua umuhimu wa nembo ya Azam kuipambania timu. Kwa hiyo of course wachezaji wanabidi wabadilike kwamba wanacheza timu kubwa ambayo na mafanikio makubwa, wanahitaji kuprove kwa mashabiki wao ambao wanasupport. Kwa hiyo mimi naamini kama wachezaji wakibadilika na mindset zao kwamba wakatambua kwamba wanacheza kwenye club ambayo ni kubwa, ambayo vision yake baada ya miaka kadhaa wanatamani kufikia malengo ambayo ni ya juu, wapambane na wanaweza wakafanikiwa. Lakini kama watena na mentality zao ambayo tumeziona toka Azam imekuwa bingwa mpaka leo, wataendelea kuwa nafasi ya pili, ya tatu, lakini ubingwa atakuwa unaosikia. Kwa sababu ukiangalia wapinzani wao ambao ni Simba na Yanga, uwasani wao kusanya alama kwenye hizo mechi ndogo ndogo waga ni mkubwa sana. Lakini Azam leo atatoa sare na Simba, kesho atatoa sare na Prison, atafungwa na TRA. Kwa hiyo wanakuwa hawana wastani mzuri kusanya alama kwenye hizo timu ndogo ambazo ziko kwenye madaraja ya kati. Kwa sababu kama una wastani mzuri kusanya alama kwenye hizo mechi timu ndogo ambazo kuna ukitoa Simba na Yanga zinabaki timu kama 14 ambazo Azam ana uwezo kusanya alama. Katika hizo timu huwezi kusanya alama. Sasa unategemea utakuwa bingwa wapi? Unaweza kufungwa na Yanga, unaweza kufungwa na Simba, lakini uhakikisha kwamba mechi 14 ambazo zimebaki basi na wastani mzuri kusanya alama 3 au alama 1, lakini nafikia hatua hadi alama 1 unaikosa. Kwa hiyo Azam shida ni wachezaji, wanashindwa kujitambua, wanashindwa kupambana kwa ajili ya club. Kwa hiyo ukijitambua ukapambana, kila kitu kitakaa sawa ndani ya Azam. Tumalizie kwa Fountain Gate. Tunafahamu walikuwa katika nafasi isiyo nzuri, lakini baada ya ushindi wa mabao 3-2 mbele ya KMC wamepanda hadi nafasi ya 10. Ushindi wa pili mfululizo kwa kocha Fred Felix Minziro, ulimuongelea kwamba ni kocha mzuri, lakini ambaye ni kocha wa hizi kazi. Unaiona hiyo kazi akienda kuifanya na kuibakisha Fountain katika nafasi 10 za juu? Minziro ni mtu ambaye namwamini kwa sababu gani? Sio mara ya kwanza, sio mara ya pili anafanya hichi kitu. Kwa hiyo kama mtu ana experience ya kufanya jambo fulani, tunaweza tukamgarantii kwamba anaweza akakifanya hata sasa hivi. Kwa hiyo toka walipomsajili Minziro Fountain, nilijua kwamba Minziro ataenda kufanya kitu fulani. Lakini hoja yangu ni kwamba wasiwasi ni kwamba kwa nini Minziro waga haaminiwi kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho? Amekuwa akifanya makubwa kwenye hizi timu ambazo zinakuwa kwenye hatari ya kushuka daraja, na kwa kama anaenda pale kama Mokozi, lakini baada ya msimu unapoanza refreshment inatokea, makocha wengine wanakuja. Kwa hiyo kuhusu Minziro kuiokoa Fountain Gate sina mashaka naye. Kwa hiyo nitaendelea kumfuatilia. Mechi 2 mfululizo zidi ya Coast anapata ushindi, jana zidi ya KMC anapata ushindi. Kwa hiyo jana nimejaribu kuangalia mpira wao, kuna kipindi walikuwa 2-2 lakini wakarudi wakacheza kwa relax wakapata goli la 3. Kwa hiyo kuhusu Fountain, mimi namuona Minziro anaenda kuibakisha kwenye ligi kuu ya NBC msimu ujao, lakini basi kama viongozi wa Fountain watakuwa wamemwamini kwamba kipindi hichi ambacho timu katika wakati mgumu, basi hata msimu utakapoanza basi wampe support na basi endelee kuwa kocha Fountain Gate, na hisi ataisaidia sana. Bwana mtazamaji wa FJTV, hapa tunafika tamati ya habari za hapa ndani. Mengi tumeongea kuhusiana na Simba, Fountain pamoja na Azam. Kipi kinawasumbua? Twende kwenye upande wa takwimu, na leo tutamzungumzia FC Barcelona ambaye yeye amefanikiwa kuchukua ubingwa kwa siku ya jana baada ya kumfunga bao 2-0 klabu ya Madrid. Tukirejea tunaenda kwenye upande wa kimataifa. Usiku wa jana utaendelea kubaki kwenye historia ya soka la Hispania baada ya FC Barcelona kutangazwa rasmi kuwa mabingwa wapya wa La Liga kufuatia ushindi mkubwa dhidi ya wapinzani wao wa jadi klabu ya Real Madrid katika El Clasico iliyokuwa na presha ya ubingwa. Kutoa taji hilo, FC Barcelona sasa wamefikisha mataji 29 ya La Liga katika historia yao, wakizidi kujimarisha kwa kuwa moja ya klabu kubwa zaidi duniani. Ingawa bado Madrid wanaongoza kwa idadi ya mataji, Barcelona wameonyesha kuwa enzi yao mpya imeanza tena kwa kasi kubwa chini ya kikosi chao chenye njaa kali ya mafanikio. Msimu huu FC Barcelona wamekuwa moto wa kuotea mbali, kionyesha soka la kushambulia, pasi nyingi za uhakika na uimara mkubwa katika mechi kubwa. Ushindi wao dhidi ya Madrid umekuwa kama muhuri rasmi wa ubingwa huo, huku mashabiki wakiamini timu yao imerudi kwenye hadhi ya kuogopwa Ulaya. Kuvutia zaidi ni namna vijana wa FC Barcelona walivyobeba presha ya ubingwa msimu huu,
na kuigeuza furaha ya mashabiki wao. Kutoka safu ya ushambuliaji hadi kiungo, kila mchezaji alionekana kupigania nembo ya klabu hii kwa moyo wote. Camp Nou na mitaa ya Catalonia ililipuka kwa shangwe baada ya kipenga cha mwisho, huku nyimbo za ushindi zikisikika kila kona. Barcelona hawajawa tu mabingwa, wameandika ujumbe mpya kuwa dunia kuwa FC Barcelona is back. Bwana, ubingwa wa 29 kwa FC Barcelona. Tuseme kama Barcelona amekuwa ni mtesi sana, akiendelea kumtesa klabu ya Madrid katika utawala ndani ya Hispania. Yani tuseme Madrid utawala wake umeisha, wameshakuja kumpiku, ama kuna namna inabidi angalie benchi la ufundi ama kikosi chake ambacho yuko nacho, ukizingatia kwa mchezo wa jana? Kwa statement ya kwamba Madrid nyakati zake zimeisha, no. Ni kwa sababu wapinzani wao sasa hivi wameprove. Unajua Madrid kuna kipindi alidominate ligi ya Hispania. Ukiangalia quality ambayo alikuwa nayo ilikuwa ni quality hali ya juu. Nazungumzia utatu wa Cristiano Ronaldo, Benzema na Gareth Bale. Lakini kwenye kiungo alikuwa Toni Kroos na Modric. Kwa hiyo walikuwa na squad ambayo iko full competitive. Kwa hiyo lakini for now sio kwamba wana wachezaji ambao si wazuri, lakini wala ambao ni wapinzani wao wakubwa wameprove, yani wameimprove na wana wachezaji ambao ni wa madaraja ya juu. Kwa hiyo Madrid kwangu mimi kiuchambuzi mimi naona ni kwa sababu ya ubadilishaji wa makocha ambao wamekuwa kiingia na kutoka. Najua ukizungumzia wachezaji, ukichukua first 11 na Madrid ni first 11 ambayo inaweza kumfunga mtu yoyote yule, yani klabu yoyote ile duniani. Lakini sasa wanapitia kipindi kigumu, misimu miwili mfululizo bila kupata kikombe chochote cha La Liga. Ni kwa sababu ya in and out ya makocha. Alonso alikuja pale, alikuwa na performance nzuri, lakini akapata ups and down kidogo, wakashindwa kumvumilia. Ukiangalia mechi ambayo Madrid alimfunga Barcelona, ilikuwa 2-1. Madrid walichokifanya siku ile walishindwa kumwachia Barcelona mpira. Yani Barcelona ana wachezaji ambao wanaweza ka keep possession. Sasa ukimruhusu Barcelona akawa na mpira kwa dakika zote 90 kwenye uwanja kwenye mpira miguu, basi 75-80 atakuzuru kwa namna yote ile, kwa sababu wana wachezaji ambao wanaweza kutumia time and space ukapiga pasi kwenye maeneo finyu. Kwa hiyo jana Madrid umepoteza goli 2-2, lakini ingewezekana ingekuwa 5 au worse zaidi. Lakini jana Madrid waliingia sijui ni kwa nini, yani waliingia kama vile wamechoka, kwa sababu waliamua kuwapa Barcelona mpira, kuweka pressure kwenye mpira, wakawaachia Barcelona kucheza mpira. Kwa hiyo kama nilivyozungumza, Barcelona wachezaji ambao ukiwaachia time ya kujiuliza na wakawa na mpira kwenye miguu yao, wanaweza kuwazibu. Kwa hiyo possession ambayo Barcelona walitengeneza, lakini pia wakatumia makosa machache ambayo waliyapata, kama free kick ambayo Rashford alipiga mpira mzuri kuingia kambani. Kwa hiyo mtu akiniuliza kwamba Madrid walifeli wapi, walishindwa kuweka pressure kwenye mpira, wakaamua kumwachia Barcelona mpira. Barcelona wakakeep possession, na Barcelona keep possession basi anaweza kukuzuru. Nafasi walizopata wametumia goli 2-2. Barcelona bingwa mpya La Liga, mabingwa mara 29. Kwa hiyo Madrid wajipanga kwa msimu ujao. Kwa hiyo Barcelona deserve kiwango kizuri, performance nzuri, wachezaji wakubwa. Wengi wanasema kwamba kinachowaumiza Madrid kwa sasa hivi si kwamba tu labda benchi la ufundi ama ingetoka ya makocha, lakini wengi wanazungumza kwamba mashabiki, uwepo wa mastaa wakubwa ndani ya Madrid unaleta kama mvutano, matabaka, kulikuwa na yani hivyo, yani kufupi. Kwa sababu unapokuwa na wachezaji wakubwa lazima kila mmoja awe na ego, lakini sio sababu kubwa sana, kwa sababu tunategemea unapokuwa na mastaa wakubwa ndipo matokeo makubwa yapatikane. Lakini kama kunakuwa na mastaa alafu matokeo yapatikane, basi inaweza ikawa ni tabia zao tu wachezaji, lakini haitoi guarantee kwamba kuna mastaa wakubwa ndio wamepelekea timu kuyumba. Kwa hiyo Madrid kama nilivyozungumza, kuna siku hapa nilizungumza, Madrid wako frustrated na scarcity ya vikombe. Kwa hiyo kila jambo linapotokea baya wanatafuta mtu wa kuangusha jumba bovu, lakini cha msingi wakae, watulie, wajipange, wana kikosi kizuri. I think next season wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo hakuna haja ya kusema kwamba kwa sababu wana Galacticos, wana wachezaji wakubwa ndio maana Madrid inayumba. No, Madrid wana scarcity ya vikombe. Kwa hiyo cha msingi watulie,
basi next season inshallah Madrid wataperform vizuri. Bwana, mengi yamezungumzwa na tumekujuza mengi sana. Hapa tunafika tamati. Ulikuwa nami Neema Kayugwa niliyokuongozea kipindi hichi, lakini Joseph Chacha alikuwa kwenye upande wa uchambuzi, amekuchambulia mengi. Hadi wakati mwingine ndani ya FGTV, bila kusahau nyuma ya kamera alikuwa ni Ahmed Ali ambaye anahakikisha unatupata kwa uzuri zaidi.